Tangu vurugu za maandamano kufuatia uchaguzi mkuu nchini Tanzania, majonzi na hofu vimeendelea kutawala katika baadhi ya familia. Wengi wao bado hawajapata majibu kuhusu hatima ya wapendwa wao waliopotea, huku baadhi wakithibitisha vifo lakini wakishindwa kupata miili kwa ajili ya maziko. Baadhi ya familia zimeelezea kupoteza wapendwa wao katika mazingira ya sintofahamu. Wengine wamethibitisha kuuawa, lakini wengine hadi leo bado hawajui ndugu zao wako wapi, hai ama wamekufa, licha ya kutafuta hospitalini, mochwari na vituo vya polisi. Madaktari wa hospitali kadhaa binafsi na za serikali ambao hawakutaka kutajwa jina kwa sababu za kiusalama walithibitisha kushuhudia majeruhi na miili ya waliofariki katika ghasia hizo, huku miili mingine ikichukuliwa na magari. Walisema kuwa magari yamekuwa yakichukua miili na kupeleka maeneo yasiyojulikana. Serikali hadi sasa haijatoa maelezo yote rasmi kuhusu madai hayo, licha ya maombi ya vyombo vya habari na familia nyingi. Erwan Media ilifuatilia msemaji wa serikali Jackson Msigwa kwa ajili ya ufafanuzi. Bado juhudi zimegonga mwamba. Mmoja wa wakazi wa Dar es Salaam ambaye hadi sasa familia yao bado haijapata taarifa za ndugu yao ni familia ya kijana Shaban Bakari Hamisi mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Mbagala na fundi aliyekuwa akifanya kazi Ubongo. Kwa siku 5 sasa wamekuwa wakitafuta bila mafanikio katika hospitali, polisi na mochwari. Tumeenda hospitali zote na baadhi ya vituo vya polisi vikubwa, hana mtoto na hajaoa bado. Tunaomba serikali ingetupa namna yoyote kama kuna watu waliopotea kutokana na maandamano yaliyotokea, alisema ndugu yake kwa huzuni. Kwa familia kama hizi, kila siku inavyopita ni mateso mapya. Wengine wamekosa hata nguvu ya kuendelea kutafuta kutokana na kukata tamaa na ukimya wa mamlaka. Kwa wale waliofanikiwa kupata miili ya ndugu zao, wameendelea kuzika katika maeneo mbalimbali, lakini haikuwa rahisi kuipata. Ahmed Musa Salum Sheki, mkuu wa zamani wa mkoa wa Dar es Salaam, alitoa ushuhuda wa kugusa moyo wakati wa msiba wa Sheikh Mohamed Msopa maarufu kama Sheikh Sharif Majini, mmoja wa waliopoteza maisha yao pamoja na kushukuru Mungu. Aliongeza, ili kunyanyua jina la Mwenyezi Mungu juu, yeye ndiye aliyesaidia mchakato zote za Muhimbili ni hospitali, maana mazingira yaliyokuwepo yalikuwa ni magumu kidogo kupata mwili wowote ule, lakini hatimaye tumeweza kupata mwili leo. Mmoja wa waandishi wa habari waliopoteza maisha katika ghasia za maandamano, Kelvin Lamek, mwili wake ulipatikana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya na anazikwa mnamo Novemba 6 mwaka 2025 katika makaburi ya Iwambi mjini Mbeya. Meneja wa Baraka Media Charles Amulike, chombo alichokuwa akifanyia kazi Lamek kama mhariri msaidizi, anasema ndugu zake waliwapa taarifa ya kukuta mwili huo katika hospitali hiyo ukiwa na majeraha yanayodhaniwa kuwa ni risasi kifuani baada ya kutoonekana kwa zaidi ya saa 24. Katika hospitali za kibinafsi, madaktari wanasema hali ilikuwa ngumu mno. Wengine walilazimika kutumia sehemu za wodi za watoto kuhifadhi majeruhi kutokana na wingi wa majeruhi na mili. Mmoja wao alisema, hali ilikuwa mbaya, tulikuwa hapa kazini kwa siku 5, wagonjwa na majeruhi wengi. Sitasahau katika maisha yangu, yalikuwa mazingira magumu zaidi ya kazi maishani mwangu. Miili tulipeleka sehemu nyingine, hospitali nyingine wakakataa kwa sababu nao wamejaza. Kwa upande wake, mwanasiasa na mtaalamu wa udhibiti majanga mhandisi James Mbati alitoa wito kwa serikali kutoa miili ya waliofariki ili jamii iweze kuwapumzisha kwa heshima. Alisema, tupewe miili yetu ya mashujaa wetu waliouawa ambao ni utamaduni na uungwana wetu wa kiimani, ili tuende tuwasitiri ndugu zetu, tuwazike kwa heshima mashujaa wetu bila kuendeleza ghadhabu zaidi, kwa kuwa mdharau mwiba mguu uota tende. Katika maandamano hayo
yaliyodumu kwa siku 3 kuanzia Oktoba 29 mwaka 2025. Siku ya uchaguzi, watu kadhaa wamepoteza maisha wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mfumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Awali, waziri wa mambo ya nje Balozi Thabiti Kombo aliambia Iran Media kuwa serikali haiwezi kudhibitisha idadi hiyo rasmi. Wengine wanasemekana kukamatwa au hawajulikani waliko, huku mashuhuda walioko Dar es Salaam wakielezea kusikia milio ya risasi katika siku 2 za mwanzo za maandamano. Juhudi za kumtafuta msemaji wa serikali zinaendelea. Ndizo taarifa za hivi sasa, msemaji wangu. Unaweza toa maoni yako hapo kwa comment section, ikikumbuka kwamba sasa hivi Tanzania inaendelea kushutumiwa dhidi ya kukandamiza haki za raia. Marekani imeingilia kati na kumpa Mama Samia Suluhu Hassan masaa 72 ili awafungulie wote waliotekwa nyara, wote ambao walikamatwa siku ya maandamano, la sivyo huenda akajipata katika mahakama kuu ya kimataifa, na izungumzia ICC, International Criminal Court. Kwa upande mwingine, CNN kituo cha habari kimeweza kurai na kuomba Wanatanzania watume video, kanda za video kama mojawapo ya evidences au ushahidi, ili wakusanye na waweke pamoja kwa minajili ya kushtaki serikali ya muungano wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu, ambayo iliendeleza ukatili, mauaji ya kiolela, utekaji nyara na vile vile kukandamiza haki za kiraia na kidemokrasia. Mtazamaji wangu, hadi hivi sasa Mama Samia Suluhu Hassan ameendelea kukimya kutokana na hali ya sintofahamu iliyoshuhudiwa nchini Tanzania, maandamano ambayo yamewaacha wengi wakiwa wameathiriwa. Watu wengi wameripotiwa kuuawa. Hadi hivi sasa kuna idadi kamili ambayo imethibitishwa kwamba watu walifariki, lakini duru za ndani zinasema takriban watu zaidi ya 4,000 walifariki kutokana na ghasia na vurugu hizo zilizotokea kule nchini Tanzania. Ikiwa unampendwa, familia, ndugu, rafiki, jamaa aliyoko Tanzania, tafadhali chukua jukumu hili, mjulie hali, ujue aliko ama anaendelea salama, kwa sababu ni watu wengi ambao wameripotiwa kupotea kwa njia ambazo hazijulikani. Hapa nchini Kenya, mwalimu mmoja aliyekuwa anafunza shule kule Dar es Salaam aliweza kupigwa risasi siku hiyo ya maandamano, na hadi hivi sasa familia haijaweza kupokea mwili wa mwanao ili waweze kumfanyia maziko. Inasemekana kwamba serikali ya Mama Suluhu Hassan imekuwa ikitekeleza maziko, yani inachukua mili inaizika katika makaburi mbalimbali usiku kama njia mojawapo ya kuficha ushahidi. Ndizo taarifa za hivi sasa, na kwa njia matukio mengine zaidi usikane mbali. Hii ni Iran Media, namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata